Bwana, katika habari za udaku na burudani, iko story kubwa kabisa ambako tunaarifiwa kwamba bwana mkubwa wa Dubai amegoma kwamba msamaha kwa alichokifanya jukwaani. Atoa msimamo huu kwa serikali pamoja na media zote. Sasa nini ambacho kimeendelea? Karibu sana mpaka tamati tuweze kufahamu sote kwa pamoja, si ndio? Huyu ni msanii wa muziki wa Bongo Flava Tumaini Godfrey maarufu kama Dubai, ambaye amesema ana mpango wa kuviomba radhi vyombo vya habari kufuatia maneno ambayo aliyatoa akiwa jukwaani wakati wa tamasha la kuadhimisha miaka 30 ya Bongo Flava ambayo ilifanyika jijini Dar es Salaam. Akizungumza kuhusu tukio hilo, Dubai amesitiza kuwa kauli zake hazikutolewa kwa bahati mbaya wala kutokana na hisia za muda, bali alizitoa kwa makusudi. Lakini pia kutokana na msimamo huo, amesema haoni sababu ya kuomba msamaha kwa kile alichokizungumza mbele ya mashabiki ambao walihudhuria katika tamasha hilo. Lakini pia mbali na hilo, msanii huyo ametangaza kuwa hataendelea kushiriki katika mwendelezo wa tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava ambalo litafanyika katika mikoa mingine nchini. Ingawa hakufafanua sasa kwa kina sababu za uamuzi huo, lakini kauli yake imeibua mjadala miongoni mwa wadau wa muziki na mashabiki zake kwa ujumla. And of course, tamko la Dubai limekuja wakati ambapo mjadala kuhusu maadili ya wasanii wanapokuwa jukwani unaendelea kushika kasi, huku baadhi ya wadau wakisitiza umuhimu wa kuheshimu hadhira na vyombo vya habari vinavyoripoti matokeo ya burudani. Lakini on other side pia wako ambao wanaamini kuwa msanii ana uhuru wa kutoa maoni yake ili mradi hayakiuki sheria au maadili ya jamii. Na hata hivyo pia kauli ya Dubai ya kutokukubali kwamba msamaha imeendelea kugawanya maoni, ambapo baadhi ya mashabiki wanaunga mkono msimamo wake, huku wengine wakiona angechukua hatua za kupunguza mvutano kwa kuomba radhi ingekuwa poa sana. Lakini hadi sasa nikwambie tu kwamba waandaji wa tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava hawajatoa tamko rasmi kuhusu msimamo wa Dubai wa kujiondoa kwenye matamasha yatakayofanyika katika mikoa mingine nchini Tanzania. Lakini wadau wengi wa sasa wanasubiri kuona ikiwa kutakuwa basi na mazungumzo yatakayoweza kubadili uamuzi wake au kama ataendelea kusimamia msimamo ambao aliutangaza. So mambo yamekaa vipi? Utaendelea kufahamu kupitia Bao Media. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya mtu kwanza kupata taarifa mbalimbali pale ambako tutakuwa tunazi-update kupitia channel hii ya Bao Media. Jina langu Official Rose, na wakati mwema mpaka wakati mwingine.